Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Wafamasia wametakiwa kuwa mstari wa mbele katika kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uadilifu na kujali wananchi wanaowahudumia. Akizungumza katika hafla ya sherehe ya kuapisha wafamasia hao iliyofanyika katika ukumbi wa mikutano ZFDA, mkurugenzi mtendaji wa Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar ZFDA, Dr. Burhan Osman Simai amesema wafamasia wana nafasi kubwa katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya. Taaluma ya pharmacy ni taaluma ya uadilifu, uwajibikaji, huruma, kwa sababu unadili na wagonjwa, limesemwa sana. Kwa utakiwe mtu mgumu, unatakiwa na huruma kwa wateja wako ambao ndio wagonjwa. Usije ukafika huko tena akasema wewe, mimi nishafungua pharmacy yangu hapa, nataka michuzi tu ingie. Unajua michuzi mapesa, au sio? Uwafikirie na wale watu ambao unakwenda kuwapa hizo huduma. Usije ukapeleka hospitali ukaanza kudokoa huko. Dawa za hospitali unazipeleka kwenye famasi yako ya nje. Kuna vimo vingi siku hizi vya kukamata watu, si mnasikia huko? Kwa hiyo msije mkamwa leo famasi fulani kachukuliwa na vyombo kwa ajili kadokoa. Tutakuwa sisi viongozi wetu hatufurahi na wala hatutakuwa pamoja na nyinyi. Alisema hapo bwana kwamba mimi huwachukulia watu hatua, lakini si kwa lengo la kuwakomoa, bali kukujengeni na kuwasaidia. Na kweli ukifanya kosa katika taasisi yangu naiongoza, nitakuchukulia hatua. Ukifanya makosa kwenye pharmacy, sisi ZFDA tuna uwezo wa kukudiregister, tukakunyang'anya leseni yetu, na tukikunyang'anya leseni yetu huwezi kupractice tena Zanzibar. Lakini kwa ile MOU tunawaambia na wenzetu wa Tanzania bara, huyu bwana Juma huyu tushamnyang'anya leseni, hafai tena, na kule nao hawakuchukui. Kwa hiyo mkae watii kwa mamlaka zinazosimamia profession yetu. Ukikosea tuna uwezo wa kufanya hivi na tushafanya. Kwa hiyo nawasihi kwamba msije mkavaa makoti, mkatanua mabega, mkajiona mendo mie, mtafanya mtakavyo. Vyombo vitakushughulikia na itakuwa shajiharibia. Vijana wengi siku hizi, mtanisame, lakini itabidi niliseme kwa sababu naliona moyo wa kujitolea, patriotism, uzalendo umeshuka sana. Sasa kazi ya famasia lazima ujitolee. Si kila kitu kinafanywa kwa pesa. Kuna vitu vingine unajitolea ili kutengeneza hizo pesa kwa siku za baadaye. Kwa upande wake, mfamasia mkuu wa serikali ya Zanzibar ndugu Hidaya Juma Hamad amewapongeza wafamasia hao wapya kwa kufikia hatua rasmi kuitumikia taaluma yao walioisomea, huku akiwataka kuzingatia maadili ya taaluma pamoja na miongozo ya kazi. Niseme kwamba kiapo chenu ni ahadi ya maisha. Leo hapa tupo kwamba hii ahadi sio hapa tumekuja tu tunasema tukae tule kiapo. Kwa hiyo tujue hii ahadi ni ahadi ya maisha. Leo mtapa kiapo ambacho si maneno ya kutamkwa na kusahaulika. Baada ya hafla hii kiapo ni ahadi ya maisha ya kitaalamu. Kwa hiyo pia ningependa kusema kwamba sasa hivi kwenye jamii mfamasia anaonekana kama mtoaji dawa. Kwa hiyo mimi nataka hiyo attitude, hiyo notion kuanzia sasa hivi tunakula viapo, kila mmoja wetu ajielewe alipo. Kwa hiyo tujue tu kwamba wagonjwa ndio wadau wetu wakubwa katika taaluma yetu. Customer wetu mkubwa yani aliyetuweka hapa ni wagonjwa. Naye mwenyekiti wa Jumuiya ya Famasia Zanzibar, Ame Omar, amewataka wafamasia hao kuwa na nidhamu na utii katika maeneo ya kazi ili kufikia malengo yaliyokusudia na kulinda heshima ya taaluma hiyo. Na saa zangu zaidi zitakuwa kwenye maeneo kama 4 hivi. Eneo la kwanza, nidhamu na utii. Wafamasia
Of course wengine pengine mmeshaajiriwa, wengine bado, lakini jamani, nawasisitiza sana nidhamu na utii. Hata ukiwa na elimu ya aina gani, kama utii wako haufahamiki vizuri, huna utii ule unaoeleweka, huna nidhamu ambayo inaeleweka, basi huwezi kufika mbali. Kwa jamani, ili tuweze kufika mbali, kuweza kutekeleza majukumu yetu ya kitaifa, lazima tuwe na nidhamu kwa viongozi wetu, tuwe watii kwa viongozi wetu. Kwa hiyo tunatarajia nyinyi wafamasia ambao mnatarajia kuapishwa leo hapa, muwe wa mbele katika kuifanya jumuiya yetu iwe ina sound zaidi katika jamii yetu. Akizungumza kwa niaba ya wafamasia wenzake, mmoja wa wafamasia hao amesema mafunzo waliyopata yatawasaidia kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kuwahudumia wananchi kwa uadilifu. Kiukweli kiapo cha leo kimetupa faraja kubwa sana, kwa sababu hapo mwanzo wamepita wafamasia wengi lakini hawajawahi kuwapa. Kwa jitihada ambazo zimechukuliwa na viongozi wetu wakiwemo wa ZFDA na ofisi ya mfamasia mkuu, tunashukuru sana kulitekeleza hili katika kutupa viapo ili tuweze kutekeleza majukumu yetu katika uadilifu wa hali ya juu. Naahidi kutekeleza majukumu yangu ya kazi kama ambavyo job description yangu itanitaka. Kwa hiyo naahidi kuitendea mema jamii. Kwa hiyo wananchi wajiandae kutendewa mazuri nikiwa kama miongoni mwa mfamasia ambaye nimekula kiapo rasmi leo. Jumla ya wafamasia 17 wameapishwa katika hafla hiyo na kuanza rasmi kutekeleza majukumu yao ya kitaaluma. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.